rasmi, naomba sasa niweze kuwasilisha kwako na kwa wageni wote waalikwa mahali hapa taarifa fupi kuhusu chuo chetu. Ninayo heshima kubwa na ya kipekee kwa niaba ya management ya chuo, watumishi na jumuiya nzima ya taasisi ya sayansi za afya Mbalizi campus ya Sunrise, tuko katika wilaya ya Mbozi, kusimama mbele yako na mbele ya hadhira hii tukufu kuwasilisha taarifa ya maendeleo ya taasisi yetu katika sherehe hizi za kihistoria za mahafali ya kutunuku stashahada ya ufamasia kwa wahitimu wetu wa mwaka wa masomo 2025-2026. Uwepo wako mahali hapa mgeni rasmi ukiwa umeambatana na majukumu mazito ya kibunge na ya kitaifa ni kielelezo tosha cha uzalendo wako na mapenzi makubwa ulionayo katika maendeleo ya rasilimali watu kwenye sekta ya afya nchini, na tunakushukuru sana kwa uwepo wako hapa kwa sababu umeweka uzito katika tukio hili. Ndugu mgeni rasmi, kabla sijaingia kwenye undani wa taarifa yetu, niruhusu nitumie fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa nguzo kuu zilizotufikisha hapa leo. Kwanza kabisa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunatoa shukrani za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake thabiti unaoweka kipaumbele kikubwa kwenye uboreshaji wa mifumo ya afya, utengenezaji wa mazingira wezeshi enabling environment kwa sekta binafsi na sekta za kidini kushirikiana na serikali kwa maana ya PPP, maana yake public private partnership, katika kutoa elimu bora. Mbili, napenda kushukuru Kanisa la Uinjilisti Tanzania kupitia mwenyekiti wa kanisa, nadhani mkitambulisha tumeona hapa, wao wamekuwa ni nguzo muhimu mpaka leo tunaendelea kuonekana. Lakini serikali inategemea katika kutoa wataalamu wa afya, especially eneo la ufamasia, hapo baadaye kwenye eneo la clinical dentistry, lakini nyuma yake tunao wazee wetu ambao wametambulisha hapa wanaotupa sapoti kubwa. Wazazi na walezi ambao mmekuwa na imani kubwa kwa chuo chetu, tunashukuru sana kwa imani hiyo na tunaomba mkazidi kutuamini zaidi na kutuletea wateja wengine. Wataalamu na washirika wetu wa kimafunzo, hapa nazungumzia hospitali mbalimbali, nazungumzia famasi binafsi, nazungumzia vituo vya afya ambao vinapokea wanafunzi wetu. Tunashukuru sana wataalamu na washirika wetu wa kimafunzo. Ndugu mgeni rasmi, pia nitoe shukrani za kipekee kwako binafsi, taasisi ya sayansi za afya Mbalizi campus ya Sunrise. Ndugu mgeni rasmi, ilianzishwa mnamo Novemba mwaka 2020. Lengo kuu la msingi lilikuwa na linaendelea kuwa kuziba pengo la uhaba wa wataalamu wa kada ya famasi nchini, tukiweka msisitizo katika mikoa ya nyanda za juu kusini, hususan Songwe, Mbeya, Rukwa, na sasa tunazidi kwenda hata huko kusini. Katika ulimwengu wa sasa, sekta ya dawa inakuwa kwa kasi na inahitaji wataalamu wanaoweza kusimamia ugavi wa dawa kwa maana ya supply chain management, kutoa ushauri sahihi wa matumizi ya dawa kwa maana ya rational use of drugs and medicines, na kuzingatia maadili ya kazi ili kuzuia madhara ya matumizi mabaya ya dawa kwenye jamii. Hapa Sunrise hatufundishi tu taaluma, tunafundisha uaminifu na ubinadamu kwa maana ya competence is compassion. Ndugu mgeni rasmi, naomba pia niweze kuzungumza machache juu ya mafanikio tuliyopata tangu kuanzishwa kwa chuo chetu kuanzia mwaka 2020 mpaka mwaka 2026. Ndani ya miaka 6 ya uwepo wetu tumeweza kupata mafanikio makubwa ambayo yanatupa sifa ya kuwa moja kati ya vyuo vinavyokuwa kwa kasi zaidi mkoani Songwe na hata katika kanda yetu hii ya nyanda za juu kusini. Mafanikio haya si yote, lakini yale ya umuhimu ni kama ifuatavyo: uboreshaji wa miundombinu ya kujifunzia na kufundishia. Tulipokuwa tunapewa chuo tunakabidhiwa kwanza mafunzo, tulianza na majengo kiasi, lakini tumeongeza miundombinu ya kutosha kwa maana ya majengo. Lakini pia mabadiliko ya kidijitali, ICT infrastructure. Tulipokuwa tulianza na kompyuta chache, na kumbuka wakati huo zilikuwa kompyuta 40, lakini tumeweza kuongeza idadi mpaka kufikia kompyuta 70, na tumeweza kupanua jengo lile la kompyuta kwa maana ya kwamba inaweza kupokea zaidi. Namba 3 ni uthabiti wa nishati. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo yetu haya wakati wa kuyatoa kwa wanafunzi tunahitaji nishati ya umeme
moja ya mikoa yenye changamoto kidogo ya umeme, najua TANESCO alifanyia kazi ni Songwe, lakini mkurugenzi wetu mzee Lena alifanya jambo moja la msingi. Kati ya chuo chenye uthabiti wa nishati sisi tumo, tuna generator yenye uwezo mkubwa kila umeme unapokatika, lakini pia tupo katika mipango ya kuweka sola. Rasilimali watu yenye sifa, chuo chetu pia tunajivunia mafanikio hayo kwa maana ya kuwa na walimu tangu tumeanza chuo mpaka leo wapo, wana experience ya kutosha. Tuna timu thabiti ya wakufunzi wapatao jumla yao 10 ambao ni pharmaceutical personnel kwa maana ya wakufunzi wa famasia, pamoja na wasaidizi wengine 3 wenye stashahada kwa maana ya diploma holders. Hawa wanasimamiwa na watumishi wa uendeshaji na utawala 15 wale ambao ni non-academic staff. Uwiano huu staff to student ratio kwa kiasi unakidhi kikamilifu vigezo vya NACTVET na baraza la pharmacy. Lakini eneo lingine mgeni rasmi ambao tunajivunia kama mafanikio ni ukuaji wa idadi ya wahitimu. Mgeni rasmi, chuo chetu tulipokuwa tunaanza mwaka 2020 tulianza na wanafunzi 45, lakini mamlaka wakiongozwa na NACTVET walipokuwa kutukagua walijiridhisha miundombinu pamoja na nguvu kazi kwa maana ya walimu zilikuwa za kutosha, na hata sasa intake capacity yetu, uwezo wa kuchukua wanafunzi kila mwaka umefikia idadi ya wanafunzi 200, na hivyo kwa jumla ya wanafunzi wote tunafika idadi ya wanafunzi 450 ndani ya kipindi cha miaka 5-6 kwa kozi moja ya pharmacy. Kwa hiyo tumetoa wahitimu wa kutosha, na leo hii tunakwenda kutoa product nyingine hii wahitimu zaidi ya 92. Kila tunapopita huko mgeni rasmi tunapokelewa na vijana wetu, tunahudumiwa na vijana wetu, tunajivunia katika hilo, kutoa mchango katika sekta yake katika nchi yetu. Mgeni rasmi, katika mafanikio hapakosi changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama kiongozi mbobezi unafahamu vyema kuwa ukuaji wa taasisi yoyote huenda sambamba na ongezeko la mahitaji au growing pains. Itakuwa ili tuweze kudumisha na kuongeza ubora huu wa elimu ya afya kwa viwango vya kimataifa, chuo kinakabiliwa na changamoto zifuatazo ambazo juhudi za ndani pekee hazitoshi kuzimaliza. Moja, uhaba wa miundombinu ya teknolojia. Kama nilivyozungumza awali, ni rasmi tuna chumba cha kompyuta kikubwa, kina uwezo wa kuchukua kompyuta zaidi ya 100, lakini pale ndani tuna kompyuta 70. Katika hizo 70 nzima ni 60, na hizi zingine tunapambana nazo kuzitengeneza ili ziweze kukidhi uhitaji wetu. Kwa hivyo tuna uhitaji wa kompyuta. Namba 2 ni ongezeko la madarasa. Tunakusudia kuongeza program ya clinical dentistry, lakini hapo mbele tutaongeza program zingine nzuri kwa ajili ya kukidhi uhitaji wa serikali yetu wa wataalamu wa afya. Kutokana na nia yetu ya kuanzisha kozi mpya kupokea wanafunzi wengi zaidi ya hapo baadaye, tunakabiliwa na uhitaji wa ujenzi wa madarasa 3 mapya. Namba 3 ni uboreshaji wa maabara. Tunazo maabara ambazo wanafunzi hao wanatumia kujifunza kwa vitendo, bado zinahitaji kuongezewa ubora. Na mimi zawadi yangu ya kwanza ni mimi kufika mbele yenu leo kuchagiza sherehe yenu kama mgeni rasmi. Zawadi yenu ya pili ni kuhakikisha tunashirikiana pamoja kutatua hizi changamoto. Leo hii kupitia changizo tumepata keshi ya shilingi 580,500. Tumepata ahadi ambazo na mimi nitakuwa sehemu ya kuzifuatilia, milioni 4,830,000. Sasa mimi mgeni rasmi, ukialikwa umepewa heshima. Mbunge wa jimbo husika amesema atatoa milioni 1. Mzee wetu Lena amesema tuchangia milioni 1. Na mimi mgeni rasmi naomba nichangie shilingi milioni 1,200,000. Na leo hii nianze na keshi ya shilingi 600,000 nidaiwe 600,000. Hiki mnachokifanya nyinyi mnatafsiri kwa vitendo maono makubwa ya serikali ya nchi yetu ikiongozwa na Mheshimiwa Rais ya kuhakikisha tunapata vitendanishi, tunapata wahudumu sekta ya afya wa kutosha, ili wananchi mahali popote walipo wapate huduma ya kiafya kikamilifu. Na ndio maana mlivyonialika na mimi sikusita kuja kushiriki na mimi kwenye zoezi hili. Kiasi cha fedha hiki tulichopata mtakaa
muangalie ni wapi mnapoanza. Lakini mmeniomba jambo lingine kwamba niendelee kuwatafutia wadau. Nimesema hapa nimeanza kutafuta wadau, na mimi tutaendelea kuwa na ushirikiano na mawasiliano kuhakikisha kwamba mara pengine mtakapokwama tunatafuta namna ya kupakwamua tena. Baada ya kusema hayo, naomba nikabidhi hii fedha, na hii laki 6 nyingine mtanikumbusha nije niimalizie, iungane na ile pale. Ile box ilikuwa wapi? Mimi nakukabidhi kama mgeni rasmi